Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha kila wakati ambapo tunakutambia visa za kikweli katika jamii zetu kwa ujumla. Kisa lazima tuitambe, maana tusipoitamba nani ataieneza katika kizazi kijacho? Kisa chetu cha leo haswa kitaangazia utamaduni, mikakati, mila na desturi ambayo jamii ya Maa imeweza kuweka pale ili kuhakikisha kwamba matakwa ya zile kanuni zao zimeweza kufuatiliwa. Ni mimi wako Lea Sereta. Hapo zamani za kale katika kijiji cha Nairagiankare paliishi mzee mwenye busara, mwenye hekima, kwa jina lake Memusi. Alikuwa yule mtoa ushauri au yule ambaye anapeana maoni kwa jamii, kuwaelekeza, kuwapa mwenendo wa kufanya mambo na pia kuendeleza jamii kwa mambo ambayo ni magumu au makuu. Ni mzee ambaye alijituma, alijitolea, alijipa moyo wa kutaka kufanya yale ambayo alihitajika kufanya. Licha ya kuwa ndiye mzee wa jamii au mtoa maoni katika jamii ya Maa, alikuwa na familia. Alitaka sifa ya familia hiyo ipate kueneza na kuendelea katika vizazi vijavyo, ili katika familia yake, katika jamii yake, heshima yake ipate kuwekwa pahali panastahili. Mzee huyu akawa ana binti ambaye ni binti wa pekee, msichana mrembo, mwenye busara, mwenye roho mzuri na mwenye sura mzuri. Kwa jina lake aliitwa Nailepu. Msichana huyu alikuwa msichana wa kujituma, msichana wa kujitolea, msichana ambaye kwa mara mingi alionekana akijikakamua. Ni msichana ambaye kila mwanadamu au kila mwanajamii kwenye kitongoji chao alitamani sana binti yawe kama yeye. Lakini mzee huyu alikuwa mzee ambaye alimuita yule binti, manake alimpenda sana. Alimuita, akampa mawaidha, akamwambia atilie maanani yale matakwa ya jamii ya Maa. Maana binti katika jamii ya Masai enzi hizo alionekana kama ni mtu wa kifahari. Alikuwa ni yule mleta mali, anavutia, analeta yale ng'ombe ambayo enzi hizo Masai walionekana mtu akiwa na ng'ombe ndiye tajiri kushinda wenzake. Kwa hivyo babake hakutaka binti yake haribu sifa yake, maana alijua ule urembo wake, ule ubusara wake, ule utaratibu wake wa kutenda mambo ungeweza kuwavutia matajiri ambao wangekuja kutoa posa kutaka kumuoa. Binti yule akalelewa vizuri lakini kwa bahati mbaya msichana huyu aliweza kujiingiza kwenye mapenzi kwenye umri wake mdogo wa miaka 15. Nailepu mienendo yake akaanza kuzoroteka kidogo. Babake alimshauri, mamake pia akamshauri. Kumbuka, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hivyo basi yule mwana hakuyatilia maanani sana. Maana unajua yale mapenzi yalimpotosha. Akaona ni kama ameweza kuyafikia yale au ule umri wa kuonekana yeye ndo msichana, ni mbichi bado, anaona amefika. Kwenye harakati zake kujiona na kujivunia kuwa msichana ambaye ameanza kupata ule uke wake, kwa bahati mbaya akapata mimba. Hiyo ilikuwa imeanza kuharibu sifa, ikashusha heshima ya yule mzee ambaye kwa jina ni Memusi. Memusi alijiona ni kama amedhalilishwa, akaona sifa yake imefika mwisho. Yule binti alihisi aibu, manake kwenye jamii ya Masai hapo awali msichana kupata mimba kabla ya ndoa au pia kabla ya kutendewa kile kitendo cha ukeketaji ilikuwa kinyume na matakwa na sheria zao. Hivyo basi yule binti alikuwa shaharibu ile sifa ambayo babake amechukua miaka mingi kuitengeneza. Ile sifa ya familia na jamii ikaenda kuzoroteka. Babake alionekana dhaifu, alionekana mnyonge, manake licha yake kuwa mtoa ushauri kwa jamii kwa ujumla na pia familia yake, alishindwa kumuonyesha au kumuelekeza bintiye. Alionekana ni kama amekosa kutimiza yale matakwa yake kama baba. Binti yule ikafika wakati ambapo sasa jamii kama inavyotaka au matakwa au lengo au zile desturi ambayo yamewekwa pale yanamhitaji kufanywa ukeketaji ili apate kujifungua. Maana kujifungua kabla ya ukeketaji hakuna yule mkunga ambaye angekukaribia. Wanaamini ya kwamba damu ya binti ambaye
hajafanywa ukeketaji enzi hizo, angeweza haiwezi ikashikwa na mkunga, maana ni kama ni laana. Kwa hivyo ilibidi lile tendo litekelezwe ili huyu binti apate kujifungua salama. Tendo hilo likachukua hatua, akafanyiwa licha yake kuwa na ule ujauzito. Ule mwanadada ambaye alinyakua ule ujauzito akawa kwenye maumivu mengi, manake ana yale kwa sababu maana kuna yale ambayo ujauzito inahitaji au inataka kutoka kwake, na pia ana yale maumivu ya kutokana na ukeketaji. Maana ukeketaji, kumbuka, ni sehemu ya mtu ambayo inaondolewa. Maana yule binti akawa kwenye maumivu, akajidhalilisha, akaona ni kama ana ile heshima yake, na akajiona dhaifu, akajiona mnyonge, akaona ni kama maisha yamefika mwisho. Lakini mamake ambaye kwa jina lake walimuita Naisula alimpa ile ushauri, akamwambia, na binti yangu, kosa sio kosa, kurudia kosa ndilo kosa. Ijapokuwa yule binti aliona ni kama alishaharibu sifa yake na babake kuwa mzee wa jamii au mwelekezaji wa jamii, alijipa moyo, akasema, ninaweza kujichukua mahali ambapo nimeharibu, niende mbele. Binti yule alipomaliza kujifungua, babake au jamii ikachukua ile hatua ya kumuoza. Maana binti huyo hakustahili, alikuwa ni kama laana kwa familia yao. Yeye na yule mwanawe walionekana ni kama wanaongeza chumvi, ule uchungu kwenye familia na katika jamii. Hivyo basi babake na hao wazee wa kijiji wakakutana, wakamposa huyu binti. Kuposa kwake ilikuwa ni kama laana, maana mahali alipoposwa yule ambaye alimuoa hakumpenda hata. Alimuonyesha dharau, hakumuona kama ni kitu cha maana, alimuona dhaifu zaidi. Yule mtoto wake, huyu mzee wake, alimuona kama kinyaa. Alipomuona hata kumuona ni kama ni binadamu wa kawaida. Binti huyu ambaye kwa jina ni Nailepu akayavumilia. Kumbuka, mvumilivu hula mbivu. Yule binti akajipa moyo, akasema, ipo siku hata mimi historia yangu huenda itabadilika. Bwana yule akawa anamtesa, yeye ndio anaenda kuchunga yale ng'ombe akiwa na mwana wake. Akirejea nyumbani, bado kuna yale konda ambaye alihitajika kufanyia hesabu, kuhakikisha kwamba hakuna ile ambayo imeweza kupotea malishoni. Na ukumbuke bado ana yule mwana wa kumlisha, lakini bwanake hakutaka kujua. Alimuona ni kama ni mtu au ni lazima atekeleze matakwa haya au majukumu yake kama kike, jinsi jamii ambayo ilikuwa inahitaji. Katika harakati hizo za kuwa na chuki naye, mzee huyu hata kutaka kumkaribia au kufanya ngono na ama hata kumkaribia au kufanya chochote naye. Lakini sasa jamii ilimhitaji aendeleze kizazi chake, kwa hivyo ilimlazimu kupata watoto na huyu binti. Alipowapata hao bwana huyu hakuwaona kama binadamu bado. Alizidi kuwadharau, alizidi kuwaona ni kama si viumbe wa kawaida. Aliwadhalilisha, aliwaonyesha dharau. Ikafika wakati bwanake ambaye ni Tobiko akawa anachumbiana na binti mwingine ambaye kwa jina lake aliitwa Lemayan. Lemayan alikuwa na binti mrembo kisura, lakini nayo tabia hapo kilienda kinyume sana na matakwa. Lakini kwa sababu Tobiko alimpenda sana na Naiswako, akaona ni lazima nimuoe huyu mwanadada, lazima aje akanipe ule joto wa kuwa mume, lazima anipe ile jina, manake hakumuona Nailepu yule mkewe wa kwanza kama ni mtu wa maana. Alipomuoa binti huyu, kwa licha ya kwamba hakuwa na tabia nzuri, hakumpenda mwenzake. Alikuwa yule mke mwenza wa vurugu, kila wakati vitina, kila wakati vitisho kwa mwenzake. Mwenzake alihisi ni kama amemfika koo, lakini alijua wakienda kwa mumewe kumwambia yale ambayo yamekuwa yakitendeka, mumewe angechukua upande wa bibi mdogo ambaye kwa jina lake ni Naiswako. Bibi ambaye ndiye mwanza vurugu, ndiye mwenye vitina. Sasa ilimlazimu Nailepu ayavumilie yale ambayo yalikuwa yakitendeka. Baada ya siku kadhaa, Naiswako akapata mimba.
akapata mimba, akailea hadi miezi 9 zilipotimia, akajifungua mwana wa kiume ambaye kwa jina lake walimuita Lekshon. Lekshon alilelewa kwa ule bashasha mingi, alilelewa kwenye starehe, manake mamake ni kama ndiye alikuwa anamuongoza bwanake, anamwambia tenda hili. Mwanawe akalelewa kwa zile bashasha ya kwamba yeye ndio mtoto wa maana zaidi. Alimdhalilisha mwenzake ambaye ni mtoto wa Nelepu, yule ambaye alimpata kabla ya kuwa mwanamke wa mtu, ambaye kwa jina lake aliitwa Nchipai. Nchipai aliona ni kama nduguye ambaye ni licha ya kuwa mdogo wake hakumpa ile heshima. Alimdharau, alimuonyesha ni kama yeye kana kwamba yeye si binadamu, kana kwamba hana thamani katika maisha yake. Yule mwana aliyavumilia, maana mamake aliweza kumtambia yale ambayo alitendeka hapo awali. Kwa hivyo alijua heshima yake bado haipo. Alihitajika kuvumilia, kujifunza mengi ili apate kutengeneza ile sifa ambayo hapo awali iliporomoka. Watoto hawa wakalelewa, lakini kulikuwa na utofauti. Haungewapata wakiwa pamoja, haungewapata wakiheshimiana, haungewapata wakicheza hata pamoja licha ya kuwa watoto wa mzee mmoja. Lakini Nelepu alikuwa tuna ule utumaini wa kwamba ipo siku ambayo ile heshima yake na mwanawe na wanawe wote watavalishwa ile taji yao. Maana tabia yake licha ya kwamba hapo awali alifanya kosa, ilikuwa ni tabia ambayo ilivutia wanajamii. Alipendwa sana na kupewa ule usaidizi mkuu na jamii. Hata mzee wake alipomchukia na kuona ni kama anapewa na jamii, maana anapenda wanaume wengi, bado aliyavumilia. Akapewa majina, akapachikwa maovu, akapachikwa yale machafu yote ya jamii. Lakini mwenyewe aliona heri nivumilie, maana nilikuwa nimetenda lile kosa. Kwa hivyo kulisafisha lile kosa, heri nivumilie, manake kurudi kwa babangu hakutakuwa salama. Babake heshima ilikuwa ishazoroteka kwa sababu yake. Ujuzi na ule ubunifu ambao babake aliaminika kuwa nayo ulikuwa ushasahaulika. Kwa hivyo kurudi kwao utakuwa kumpachika maovu zaidi na kuuguza lile donda ambalo labda bado halijapona. Siku moja walipokuwa kwenye familia yao, akaondokea wakoloni ambaye ni mzungu mmoja ambaye alikuwa na nia ya kumsaidia au lengo la kuwasaidia hao wana ambaye ni Lekshon na Nchipai, wana wa Bwana Tobiko. Lakini huyu mzungu kwa upande mwingine alikuwa na nia mbaya. Alikuwa anatafuta mbinu ya kuweza kunyakua ardhi na kuwavuruga wale wa Masai kutoka mahali ambapo waliishi ama mahali ambapo walimiliki kama mashamba yao. Kumbuka mashamba yao yalikuwa mashamba yenye rotuba mzuri, rotuba ambayo inaweza ikapanda chakula, rotuba ambayo ilivutia mvua. Kwa hivyo kunyesha kila wakati na kuwa na ile rotuba ambayo ingeweza kuwaletea pesa, ilikuwa ni ardhi ambayo kila binadamu au kila mtu angeitamani. Yule mzee ambaye ni mzungu akataka sana kutafuta au kufichua mbinu au siri za Wamasai sana ili apate njia rahisi ya kuweza kuwavamia na kunyakua lile ardhi bila wao kujua. Na ukumbuke Wamasai walikuwa watu wenye wanajulikana kwa vita. Walikuwa na mishale ambao wangeweza kumpiga na walikuwa wanavamia. Kumbuka walikuwa pia na simu ambayo ilifungwa hapa. Hii ilikuwa silaha zaidi kuliko silaha yoyote kule Umasaini. Manake vita kwa hawaliona ni kama ni jambo la kawaida. Wangekupata nawe kifo ingekuwa nawe moja kwa moja. Kwa hivyo huu mzungu alitamani kufichua mbinu mzuri ya kujua jinsi ya kuwavamia Wamasai bila wao kujua, na pia bila wao kujua na kuhakikisha kwamba wameondoka kule bila kuvuruga amani yao na bila yeye kuuawa. Kwa hivyo mbinu mwafaka ilikuwa kuja na lengo ya kutaka kuwasaidia, kuwaonyesha anaweza saidia wanao ili kupata fursa ya kujua mengi kuhusu jamii au kujua mengi kuhusu ulimwengu. Lakini kumbuka mzungu alikuwa na ari, alifikiri sana, akataka sana kuangamiza. Kwa hivyo alikuja akamwambia huyu
bwana ambaye ni Tobiko na akamwambia bibi wa pili ambaye ni Naiswako, akawaeleza kila ambacho wanataka na akawaambia, iwapo mtanipa usaidizi, iwapo mtanipa ule usaidizi wote mwafaka ambao unahitaji ili nipate kushindania kwenye vita hii, nami nitawapa ng'ombe iwe kiasi gani ambayo mnataka, bora tu mimi mnipe mbinu ya kunyakua haya maekari ya mashamba ambayo yalikuwa kule. Bwana Tobiko na Naiswako wakakuja kwenye agano na huyu mzungu ya kwamba atawapa hao wanawake ambao wangeenda kule wamsaidie kufichua, lakini alimwambia, nitakusaidia mmoja ambaye alipowapeleka akawaambia, tatumia mbinu tofauti ili kufichua siri zao, lakini wanao hawapasi kujua. Wakaweka ile ahadi, wakaondoka. Mzungu akaondoka kurejea kule kwenye mlima ambapo walikuwa naishi. Mzungu alikuwa na ekari kubwa ya shamba ambayo tayari alikuwa shanunua, lakini alikuwa ndio kiongozi wa wazungu wenzake wa koloni ambao walikuwa wanataka kunyakua ardhi ya maana au ardhi yenye rotuba mzuri ya Masai. Walipokwenda hiyo siku ambapo walistahili au watoto walistahili kwenda, ambaye ni Lekshon mwana wa Naiswako na mwana wa Nailepo ambaye ni Njipai, ilibidi babake na mamake Lekshon wamemuita, wamempa ushauri ya kwamba, mwanangu, utakapoenda kule mpe huyu mzungu yale ambayo yote alihitaji kujua. Mfichulie yale masiri ambayo anahitaji kuhusu familia yetu. Mwambie kuhusu jamii yetu, mweleze kwa kina, mweleze kwa mapana na marefu, maana hayo yanawezesha familia yetu kupata maelfu ya ng'ombe. Kumbuka, ng'ombe iliyohesabika kama ni jambo la kifahari, sana katika jamii ya Kimasai. Kwa hivyo mwana huyu alikuwa ashapewa ushauri, lakini kwa bahati mzuri alipokuwa anashauriwa, yule mwana wa yule bibi ambaye ni Nailepo, ambaye alithalilishwa sana, alifinyiliwa kwenye ukuta, alionekana ni kama ni dhaifu, kiumbe ambacho hakina uhai zaidi kuliko wenzake, alikuwa anapita kule. Akasikia ule ushauri kupeanwa, akaenda kwa mamake akamwambia, mama, nimesikia babangu na yule mamangu mdogo akisema ya kwamba huyo mzungu nia yake na lengo yake ni kuangamiza jamii yetu, kunyakua huu ardhi na kuhakikisha kwamba sisi tumeondoka huku, na amemwahidi baba ya kwamba atampa ng'ombe maelfu iwapo tutakubaliana kutenda hili. Lakini mamake akamwambiaje, mwanangu, sisi ni tunaonekana viunge, tunadhalilishwa, tunaonekana ni kama sisi si watu wa dhamana, lakini kumbuka, jamii yako ndicho kila kitu kwako. Hakuna mahali utaenda bila hizo mila na desturi, hakuna mahali utaenda bila hiyo jamii. Kumbuka, nyumbani ni na ndio jamii. Kumbuka, nyumbani kila kitu ambacho umeweza kupata, lile vazi ambalo umevaa, lile chakula umekuwa ukila, umepewa na jamii. Malisho yote au kila kitu ambacho unacho ni hiyo jamii. Kwa hivyo usijaribu kusaliti jamii yetu, na utakapoenda kule, kuwa mtu wa kusikiza, kuwa kijana ambaye kabla hajatenda lazima afikirie, na usifanye kitu maana umeambiwa. Lazima mwenyewe utilie ule ujuzi wako, na pia ukienda kule usilale kwenye bonde au uwe kwa mahali ambapo pako juu, ili upate kuona yale ambayo maadui wanaweza kuandaa. Na ukumbuke, ukienda kule, fichua siri zote za mzungu ili upate kusaidia jamii yako. Naam, wana hao kesho yake ilipofika, mzungu akawachukua, akawapeleka kwenye mlima ambapo alijenga jumba lake la kifahari, akaishi nao. Akawafichulia siri kidogo hapa na pale, akijaribu kuwahimiza wamfichulie siri. Lekshon kwa kuwa na ule upupa wake, akaanza kufichua siri za jamii yake pole kila wakati. Lakini kumbuka, mwana wa Nailepo ambaye ni Njipai alipewa mawaidha mazuri na babake na mamake, na alikuwa yule mwana wa kutilia maanani yale kila jambo, hata kama ni tone la jambo ambalo mamake amemwambia, alihakikisha kwamba ameatilia maanani. Mwana huyu alipoulizwa na mzungu mengi kuhusu jamii yake, alisema, mimi sio mpenda kufuatilia
hatua au zile sheria za kuwekwa pale. Nakumbuka kila mtu katika jamii kuna yule mtu mmoja ambaye huenda hafuatilii yale matakwa ambayo jamii ilihitaji. Hata kama mwacha mila ni mtumwa, yeye aliona heri awe mtumwa ili apate kusaidia jamii yao. Kwa hivyo huyu mzungu aliona ni kama yeye ni baadhi ya wale watu ambao hawaoni kama jamii ina maana zaidi. Kwa hivyo wakiwa pale, Lekson akaendelea kufichua. Lakini maana Naiswaku aliona ni kama yale matakwa ya huyu mzungu yalikuwa bado hayajatimizwa. Naona ni kama ule urafiki yake kati yake na hao wana wote wawili ilikuwa sawa. Akaona ni heri achukue hatua kuhakikisha kwamba mwana wa mwenzake au wa mke mwenza hawezi akapata ufanisi katika maisha kupitia huyu mzungu. Akaenda kule, akamwambia, naomba tukaongee nao moja au mawili. Akamwambia, mwana wetu ambaye ni Njipa yao mtoto wa yule bibi mwingine alikuwa anahitajika ataenda kufichua siri zako, ataenda kukusema kwenye jamii zingine. Yule mzungu na huyu mwanadada ambaye ni Naiswaku wakaweka agano kumwangamiza au kumuua. Lakini kwa bahati nzuri alikuwa mahali akisikiza. Yule mwana akasikiza kwa upana na urefu. Naiswaku na mzungu akisema wataenda kumwangamiza, watachimba shimo wamuue kwenye bonde. Hivyo basi Naiswaku akaondoka kwenda kwa zake. Jioni ilipofika, mzungu akawapeleka kwenye bonde, akawaambiaje, twende tukakule chakula chajio chetu. Walipokwenda kule, mzungu akatuma wafanyikazi wake waende wakachimbe kaburi. Akawaambia, mtakapoenda, yule mwana ambaye nitatuma kwenu akija, mumwangamize, maana yeye ndio adui wetu wa kupata ufanisi katika jamii hii ya Maa. Walipokuwa kule, yule mwana alikuwa ashajua siri zao zote. Kwa hivyo wakawa kwenye mikakati ya kutaka kujua mengi. Yule mwana alipotumwa na mzungu, nenda kawaambie wafanyikazi wangu na wahitaji. Akaenda kule. Akafika nusu ya barabara, akasema sitafika huko, maana nishajua yale ambayo yameandaliwa. Akakaa kidogo, mwenzake huyo amechomoka, alikuwa anaenda tu zake. Akatokea, akamwambia, ndugu yangu Lekson, ningependa maana kuna jambo ambalo nataka kuhudhuria kwa dharura. Nenda kule kaambia wale wafanyikazi mzungu amesema njooni hapa, nataka kuwatuma. Lekson naye kwa sababu alikuwa tu hana jambo la kufanya, akakimbia kule. Yeye kufika akashikwa, akauawa, akazikwa. Jioni yake mzungu amemtafuta yule mwana, hamuoni. Anayemuona ni Njipai. Mzungu akaanza kujiuliza ni nini ambayo kimefanyika, kipi ambacho kimetendeka. Hivyo basi yule mzungu akawa anataka kutoweka, manake ajui angemwambia nini Tobiko na Naiswaku kuhusu mwanao. Tukio hili lilipotokea, mzungu akawa na wasiwasi, angewaambiaje familia, angemwambiaje mzee Tobiko na Naiswaku kuhusu mwanao. Kwenye harakati hizo, yule mwana ambaye ni Njipai akatoroka mbio, akaenda kueleza jamii yake yale mipango yote ambayo yalikuwa yamewekwa hapo ili waweze kuangamiza jamii yake. Kwa ile hasira na ile mori ya kutaka kuhakikisha kwamba sifa yao au ardhi yao haijanyakuliwa, Wamasai wakatoka mbio, wakamvamia yule mzungu kabla hajatoweka, akauawa. Naiswaku kwa upande wake na Tobiko wakashangaa mwanao yuko wapi. Lakini sasa yule mwana ambaye ni Njipai alimwambia mzungu alipata kumwangamiza yule mwana. Naiswaku akawa anajutia sana kitendo chake. Lakini sasa hakuna jambo ambalo angetenda. Wamasai sasa kulingana na ile hatua ambayo Njipai amechukua, wakaamua umoja ndio nguvu, utengano ni udhaifu. Wakaona huyu mwana ubusara wake umeweza kumsaidia sana. Familia, jamii yao kwa ujumla ikapata ile heshima. Mamake akarudishiwa lile taji ambalo alipoteza akiwa binti kwa kukosa kutilia manani kanuni zake. Babu yake naye ile sifa yake ikarudi, jina lake likaendelea kujengeka vizuri. Yule mwana pia naye akafanywa mkuu wa taifa wa jamii. Akawa ni mtu ambaye ni shujaa wao ambaye anaongoza kwenye vita. Akawa ndiye kusema katika jamii yao. Baba na mama wake wa kambo ambaye ni mama
baba na mama ambaye ni Naiswaku na baba yake ambaye ni Tobiko, ikawalazimu waende waombe msamaha kwa yule mwana. Kwa kuwa hakuwa na ubaya, alikuwa na utu. Yeye mamake wakapata kumsamea bwanake na mamake mdogo. Familia yao ikawa pamoja, wakaishi kwa furaha. Wakawa wanaweza kutangamana vizuri bila kuzozana tena. Ile heshima, ile amani na ya familia yao ikaweza kurejea. Kumbuka, yale maovu ambayo unatengeneza huenda ndio yakaja akakuangamiza. Je, kwako hayo ambayo yote tumeweza kukuambia, umeweza kujua nini? Umeweza kujifunza nini? Au umeweza kuchukua nini nyumbani kutokana na hii kisa? Maana umoja kwenye jamii hilo iliweza kupatikana, heshima nayo ikaweza kurejea. Kumbuka, kukosa sio kosa, kurejea kosa ndio kosa. Ni mimi wako Lea Sereta.